Mimi naitwa kama Stoli. Nataka kuongelea kitu ya huyu msichana mwenye amechomwa na diesel na petroli. Anaitwa Rachel Wandeto. Sisi ni watu wa one term. But tusichukulie watu wa one term kuanza kudhulumu watu wa two term. Mtu yeyote mwenye ako na haki ya kufanya kitu yoyote. Nashangaa watu kutoka huko wanaenda kuchoma huyu msichana juu kwa sababu alikuwa ameweka tattoo ya William Samoei Ruto kwa mwili yake. Huyu msichana mimi sisema ana makosa. Pia alikuwa anatafuta pesa. Akiweka hiyo tattoo alikuwa anatafuta pesa. Lakini sisi watu wa one term tusichukulie advantage ya kudhulumu watu wale wana support two term. Juu huyo mtu mwenye unamchoma ama unamdhulumu, kesho yake ndiye atakuja kukusaidia. Hakuna haja kama huyu Rachel Wandeto. I think ni Kikuyu. Kama si Kikuyu tuelewi. Hii jina Wandeto hatujaelewa. Rachel Wandeto tujaelewa Wandeto ni Mkikuyu ama ni Mluhya. Lakini unapata watu wanatoka huko wanaenda wanachoma, wanaenda tu wanachoma huyu msichana juu ameweka tattoo. Ni wengi wameweka tattoo ya Babu Owino kwa miili zao. Kama wewe ni mtu wa two term, mbona hajaenda kuchoma mtu ameweka tattoo ya Babu Owino kwa mwili? Inakuwaje sasa sisi watu wa two term tuonekana sisi ni watu tunafanya revenge na watu wa two term? Watu wa one term tunafanya revenge na watu wa two term. Hiyo si kitu ya kufurahisha. Mimi nimesema hivi. Hata wale wenye walimchoma na petroli, angekuwa ni sister yako ndiye amefanywa hivyo na uko nje, ungefeel aje? Mwanzo ukiangalia kwa media kama kwa Facebook, unaona watu wanamuongea ati huyu ni bwana yako, sijui mara ni ati Rachel Ruto ndiye amewatuma, sijui nini. Vitu kama hizo si kitu yenye Wakenya mnafaa tukuwe tunaongelea. Huyu tu pia yeye alikuwa anatafuta pesa. Saa hii ndio huyo alichoma na hiyo petroli. Amekufa. Umeshapata nini? Kama sisi watu wa one term, nini tumepata? Tumefaidika. Watu wa one term, nini tumefaidika nayo? Amechoma, amekufa. Nini tumefaidika? Sisi watu wa one term. Ni kama kuna mtu anatumia jina ya one term kwanza kuthreaten ni watu wengine. Please, tunaomba huyo mtu atafutwe, ashikwe. Tunajua sisi ni watu tunaimba one term. Lakini sikuwe mnachukua advantage ya kuchoma mtoto wa wenyewe, anaenda anakufa juu ya kuweka tu tattoo. Ni wangapi tumeona tattoo ameweka kwa mwili ya viongozi? Naomba hivi. Mimi kama mtu wa one term natoka Western. Mimi naomba hivi. Watu wa one term, msitumie hii akili, please. Msitumie hii akili. Mkiona mtu ameweka tattoo ya kiongozi yote, akwe wa two term, akwe one term, please wacheni huyo mtu ameweka tattoo kwa malengo yake, anatafuta. Hata kama diongee vibaya na ameweka tattoo, mungechukua petroli muanze kumchoma nayo.
Rachel Wandeto alikuwa anatafuta pesa na alikuwa anatafuta kuwa viral. How comes unamchoma? Jua ameweka tattoo ya Rachel, ameweka tattoo ya nani, ya Ruto. Surely wa Kenya na waomba, tunaombana tu watu wa one time, tusikuwe na hiyo tabia. Juu ukianza kuingia kwa history ya hii Kenya, sisi wote tunaweza chomeka. Huyu msichana amekuwa na watoto, hao watoto maachwa, amekufa, amewacha. Niambie wewe, mtu wa one time, ni nini utasaidia hao watoto? Mtu wa two time atasaidiwa nini? William Samoei Ruto ameshaongea kuhusu kwa huyu msichana. Saa ile mimi naomba hivi, mimi kama mtu wa one time, sitaki kuanza kusema ati mimi ni mtu wa one time nione maovu kama hii. William Samoei Ruto, huyu msichana aliweka tattoo yako kwa mwili yake na amekufa akiwa na hiyo tattoo kwa mwili yake. Wenye wamemchoma inafaa washikwe, wakishashikwa pia wao wachomwe. Huyu msichana hakuwa mwizi. William Samoei Ruto, huyu msichana ameacha watoto. Tujui nani atakuja kulinda hao watoto wake. Hii jaongelewa. So, kitu ninaomba, mimi kama mtu wa one time, Sifuna, Orengo, na waomba Babu Wino, muko kwa hiyo group. Osoti, Caleb Hamis, na waomba. Huyu msichana ile tattoo ameweka kwa mwili na amekufa akiwa na hiyo tattoo. Pia nyinyi kuna watu wamechora tattoo zenu kwa mwili. Endeni at least msaidie hii familia. Songa ataenda saidia huyu mtoto, aanze kuleta maneno. Mosiri ataingia asaidia watu, aingie kwa hiyo maneno, tuanze kumtusi tuseme atanaingilia maneno za wanawake. Tunaomba watu wa one time, please, huyu msichana mwenye amekufa kwa sababu ya kuweka tattoo ya William Samoei Ruto, tusiweke maneno mingi ya kusema ati msichana alifanya makosa sijui nini. Kuna mtu ameweka hiyo maneno yote, na kuna mtu anajiita kama ni kiongozi amefanya hii kitu from Kasarani Mwiki, amefanya hii kitu. Please, kitu yenye umefanya hujafanya kitu poa. Nakwambia hata familia yako hujui itakaaje. Pia msichana alikuwa anatafuta pesa vile watu wengine wanatafuta pesa. Vile William Samoei Ruto ameongeza mafuta, anatafuta pesa. Ndio pia msichana alikuwa anatafuta pesa. Please, watu wa one time, tunaombana. Mimi ni mtu wa one time. Tunaombana. Wacheni kudhulumu watu wengine, watu ta. Hata amekufa. Sisi watu wa one time tumepata faida gani? Hiyo ndio swali tu. Tumepata faida gani? Hakuna faida tumepata. Sisi watu wa two time, watu wa one time, watu wa one time. Faida yetu ni gani? Mtu atashikwa, leo tutaingia kwa mitandao tuanze kumtetea, na ameshikwa kwa sababu ya kuchoma mtoto wa wenyewe. Huyu msichana alikuwa na familia, alikuwa na watoto. Hata kama aliongea vibaya, angechomwa, mungemchoma. Watu wa one time, tuheshimu watu wa two time. Hata watutusi pia sisi tuna watu, tutawatusi.
na ajenda yetu ni wanadamu. Ajenda yetu si atukuanza kudhulumu mtu wa tutaza juu ameongea wala ameweka hii na hii. No, hiyo si poa. Asanteni.